Azimio la kwanza ni kuendelea. Ni sehemu ya maazimio makuu matatu yaliyofikiwa na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji na wahariri na wamiliki wa vyombo vya habari hapa nchini katika mkutano uliofanyika hapa mjini Iringa leo Juni 24. Azimio la kwanza ni kuendelea kushirikiana na watume, kuendelea kushirikiana na wahariri na vyombo vya habari katika kutangaza kazi zinazofanywa na taasisi hiyo ya umwagiliaji, ikiwemo kutembelea miradi mbalimbali inayotekelezwa, ukiwemo Membe, Msagali, ujenzi wa ofisi ya makao makuu ya tume na miradi mingine yote. Je, tumelipitisha hilo? Asante. Azimio la pili ni wahariri na wamiliki wa vyombo vya habari nchini kuendelea kupokea jukumu la kuzitangaza kazi za tume kupitia vyombo vyao, hasa vipindi vinavyohusisha masuala ya miradi ya umwagiliaji na utekelezaji na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, na vipindi hivyo vitahusisha masuala ya kilimo pia. Je, tumelipitisha hilo kama azimio? Asante. Na azimio la mwisho, mwenyekiti na mkurugenzi mkuu na meza kuu, ni mpango wa uchimbaji wa visima ukikamilika utaletwa kwenye vyombo vya habari kwa ajili ya kufahamisha umma na taifa litambue kuhusu mambo mazuri yanayofanywa na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Je, tumelipitisha hilo kama azimio? Asante. Maazimio yalikuwa matatu, kama kuna nyongeza karibuni secretariat na wataalamu. Awali akizungumza kwa niaba ya wahariri na wamiliki hawa wa vyombo vya habari nchini, mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania, Deodatus Balile, anaipongeza tume hii kwa usimamizi mzuri wa fedha katika kutekeleza miradi yake kwa uaminifu na kuzitaka taasisi nyingine kuiga mfano wa tume hii. Utaona kwamba mlianza ikajaribiwa bilioni 300, ilianza 30, ikaenda 300, ikaenda sasa nimeona kwenye takwimu mlikuwa mmeandika 400, ambazo ukijumlisha ndo zinakwenda hizo trilioni 1.2. Iwapo mngetafuna zile za mwanzo ambazo zingeletwa kama seed money ya kuajaribu, hizi nyingine zisingekuja. Kwa hiyo watendaji wakuu na wafanyakazi walioko kwenye taasisi hizi ikiwemo Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, ninyi mnastahili pongezi, kwa sababu mmeiaminisha nchi na uongozi wa juu kwamba kumbe tukipeleka hizi pesa kuna matokeo chanya ambayo yanagusa wananchi. Na kubwa ni lile lilozungumzwa hapa. Sijasikia watu wengi tukiliuliza kwamba mkulima wa Tanzania analima kwa miezi 4, lakini akishavuna jua linawaka. Wanacheza ngoma, wanamaliza, wanasafisha maghala, baada ya muda wanarudi katika umaskini, wanasubiri msimu unaokuja, wanakopa mbegu. Yani hakuna consistency ya mapato. Na jana wakati tunatoka Dodoma, sehemu nyingi tulikuwa tunaona mahindi ambayo unajiuliza hivi haya mahindi wamevuna au jua limeyamalizia shambani. Na moja ya mawazo kwamba tunakwenda kwenye Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, hao wananchi watasaidiwaje kuwa na umwagiliaji ambao utawawezesha kuvuna si kwa msimu mmoja, 2, 3, lakini pia hata ile mizegazega ya kubeba mgongoni ikakoma, tukaenda kwenye utaratibu wa drip irrigation. Kama Misri, nchi ambayo ni jangwa, wanaweza wakamwagilia wakavuna kitunguu chenye kilo 2 mpaka 3. Wakajitosheleza. Ukinywa juisi katika hizi nchi za Uarabuni, ni juisi ambayo iko wanasema concrete, iko sawa sawa kabisa. Sisi tunashindwaje ambao maji yako jirani hapa? Lakini kumbe leo majibu yametolewa. Hii grid ya taifa ya maji, sehemu itakazopita, mahala itakapofikia, itawawezesha Watanzania kulima angalau misimu 2 kwa kuanzia. Kwa hiyo kipato cha mkulima wa kawaida kinakwenda kuongezeka. Si jambo rahisi kwa kipindi hiki cha kuelekea kuhitimisha mkutano wa bunge na kuelekea uchaguzi mkuu kuwapata wahariri na wamiliki wa vyombo vya habari pale unapowaalika. Mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, Raymond Mdolwa, anatoa pongezi zake kwa wahariri hawa, lakini pia na kuwahakikishia ushirikiano endelevu kwa lengo la kuitangaza miradi ya tume. Uhalisia ni kwamba wahariri ni watu ambao wana mambo mengi sana kuyatekeleza. Lakini pia ni kweli kabisa, hata tutake tusitake, sasa hivi nchi imeelekea kibla.
Kwa watu wote wako huko, si ndio? Leo kuna kura ya bajeti, si ndio? Baada ya hapo tuna siku moja au mbili Mheshimiwa Rais anaenda kufunga nini? Bunge. Kwa hiyo sehemu kubwa ya watu wako huko, lakini mmekubali kuja kuwa nasi na mmekubali kwenda kutembelea mradi wetu. Mimi nawashukuru sana 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 sana. Jambo la pili ni kwamba ushirikiano ambao tumesema tutafanya na ninyi sio wa lipstick, tunamaanisha. Historia yangu mimi kwenye kazi, nimefanya kazi na waandishi wa habari, ndio maana kina Kibanda wananifahamu. Miaka yangu yote ni kwamba tu timing. Sasa mtatuona, sasa mtaiona tume. Jambo la tatu ni kwamba kama mkinikubalia, nadhani kuna umuhimu wa kuwa na watu wawili watatu, kind of kama ka secretariat fulani, ambako wawakilishi wawili kutoka kwenu ninyi na kwangu nitaweka wawakilishi wawili. Watachakata haya mambo ili kurahisisha communication na kupanga the future iweje, yale ambayo tungetaka kuyafanya pamoja. Lengo likiwa kuwaelimisha Watanzania, lengo likiwa ni kuwabadilisha mindset ya Watanzania, waelewe kabisa uwekezaji huu ambao serikali inafanya ni kwa manufaa yao. Mkutano wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji na wahariri na wamiliki wa vyombo vya habari utahitimishwa kesho Juni 25 kwa kufanya ziara katika mradi wa umwagiliaji Mkombozi mkoani Iringa. Mimi ni Fadhili Akida na hii ni Daily News Digital.